Na mwali gani ndugu mpenzi mtazamaji wa TRC Mzungu TV and NBC. Leo hii tuko ndani ya viunga vya shule ya Kabukundani Sekondari, na lengo hasa kubwa ni kuja kwenye mafunzo yanayohusiana na elimu jumuishi. Mafunzo haya yameshushwa kutoka ngazi ya juu basi yameshuka mpaka chini, na kwa kwanza leo tulikuwa na mkuu wa shule, walimu wakuu, lakini vile vile tulikuwa na wenye viti wa kamati za shule ambao tulikuwa nao kwa ajili ya kupata haya mafunzo. Ambatana nami sambamba tuende tukajionee kupitia mafunzo haya ambao nakwenda sambamba katika kuwapa elimu. Kwa majina naitwa Novdi Lwena, ni mdhibiti bora wa shule wa wilaya ya Handeni vijijini. Tumekuwa tukiendesha mafunzo ambayo leo ni hitimisho, mafunzo yanayohusu inclusivity, elimu jumuishi. Na kiuhakika mafunzo yameenda vizuri na yamefanikiwa kwa kiasi kikubwa. Tumeweza kugawa kile tunachotakiwa tuwagawie maafisa elimu kata, tumekuja ngazi ya walimu wakuu, baadhi ya wazazi na wajumbe wa kamati za shule, na kiukweli wao wenyewe wanathibitisha wameshibishwa vilivyo, na kuna baadhi ya vitu walikuwa wanatenda tu bila kuwa na utaalamu wowote. Lakini sasa nadhani dhana ya elimu jumuishi kwa wilaya yetu kwa kweli itaenda kufanyiwa kazi. Matarajio yangu katika mradi huu wa elimu jumuishi, vile vikwazo vyote ambavyo wanafunzi walikuwa wanapelekewa wasijumuishwe, kwa kweli kwa sasa kila mmoja kwa sababu amepata uelewa wa kutosha, na natarajia wanafunzi watajumuishwa kwa kila ngazi, kwa ngazi zote. Kwa jina naitwa Mwalimu Mohamed Musa, ni mwalimu mkuu kutoka shule ya Kigoda, shule ya msingi. Nimehudhuria mafunzo ya elimu jumuishi. Kuna mambo fulani nimejifunza. Miongoni mwa mambo hayo ni kwamba ili kuweza kuwa na shule bora au tuweze kuboresha maendeleo ya shuleni, tunatakiwa kuhakikisha tunatengeneza mazingira ya ujifunzaji kwanza yawe bora, lakini pia tuhakikishe kwamba tunaboresha ufundishaji kwa kuhakikisha kwamba wanafunzi wote wanaweza kupata elimu bora. Kwa kila mwanafunzi, aidha awe mlemavu au awe katika hali yoyote ile, anatakiwa apate elimu bora au apate mafunzo yanayohitajika pale shuleni bila kujali hali yake alionayo. Kwa hiyo kuna mengi ambayo tumejifunza, lakini miongoni mwa mambo ambayo nimejifunza ni kuhakikisha kwamba kila mwanafunzi pale shuleni anatakiwa apate elimu bora bila kujali ni mlemavu au yuko katika hali gani. Tangu baada ya kupata hiyo elimu ambayo tumepewa katika semina hii, nitakaporudi shuleni tutashirikiana kwa pamoja sisi walimu na jamii kuhakikisha kwamba wanafunzi wote wanapata elimu bora. Wale ambao wamekata tamaa ya kuendelea na shule, ambao wanasababisha mdondoko katika madarasa yao yale kama ni la kwanza mpaka la 7, tunahakikisha kwamba wote wanaendelea na masomo vizuri. Kwa hiyo tutahakikisha kwamba tunashirikiana kwa pamoja katika kuweka sawa kila jambo. Majina yangu ni Aisha Saidi Hassani, mwenyekiti wa kamati ya shule kwa Machalima kutoka Takomkonga. Mimi kwa kweli nashukuru siku ya leo nimeweza kujifunza mengi sana kupitia mafunzo ya leo ya elimu jumuishi. Kitu ambacho nimejifunza sana tangu somo la kwanza mpaka la mwisho, nimejifunza mengi sana. Lakini pia nimejifunza kuhakikisha watoto wote wanapata elimu haki sawa za kielimu, kwa sababu kuna watoto wengine ni walemavu, hawawezi. Lakini nimejifunza kwamba watoto wote, kuhakikisha watoto wote wanafika shuleni wanapata elimu ambayo wenzao wanapata. Kama mwenyekiti wa kamati ya shule kwa Machalima, natarajia matarajio makubwa sana kwamba nitakapofika, kwanza nitakutana na kamati, tutaelimishana juu ya mambo ambayo nimejifunza mimi, lakini pia nitakuwa mmoja wapo wa kwanza kabisa kuhakikisha naelimisha wazazi na kuhakikisha namfikia kila mtoto. Nitafanya juhudi hizo, kila mtoto anayestahili afike shuleni nitajitahidi nimfikie ili aweze kupata elimu inayotakiwa ipate. TRC Mzungu TV, hakika ni kisima cha maarifa. 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 Nikiripoti kutoka viunga hivi vya shule ya sekondari Kabukundani iliyopo kata ya Kabukundani,
halmashauri ya wilaya Handeni. Mimi Nchisko wa TRC Mzundu TV, Handeni DC. Kwa majina ni Mwalimu Shamte Hashim Chimpele, mkuu wa shule ya msingi Koliloko. Nipo hapa leo hii kwa ajili ya mafunzo ya namna gani ya kuweza kuzuia utoro katika mashule yetu. Ni mengi tumejifunza kwa siku ya leo, lakini sambamba na masuala ya utoro, lakini tumejifunza elimu jumuishi, ambayo elimu jumuishi kwa sasa ndio inatolewa katika mashule yetu kwa ujumla, kwa sababu ambazo zinasababisha kwa nini kuna utoro. Walimu mbalimbali wa shule ambazo walihudhuria katika mafunzo haya wameweza kutoa sababu tofauti. Lakini sambamba na hilo, matarajio yangu kwa ujumla ni kwenda sasa kuweza kutatua haya matatizo ambayo yametuleta hapa kwa siku ya leo. Matatizo hayo ni hayo ya utoro, pamoja na namna gani tunaweza tukatoa elimu jumuishi shiriki kwa ujumla, walimu wote na jamii kwa ujumla. Kwa majina naitwa Athmani Hasani Duka, ambaye ni mwalimu shule ya msingi Chanika Coffee. Tupo eneo hili nipo eneo hili ambapo ni siku ya pili leo, na malengo makubwa ya kuwepo hapa ni kupata mafunzo ya namna gani ya kwenda kufanya harakati kwa ajili ya kupata kurudisha shuleni watoto ambao wamedondoka. Maana ya kwamba mdondoko ni kwamba ni wale watoto ambao wanaanza shule lakini hawamalizi, yani wanaanza darasa la kwanza na hawafiki darasa la 7. Lakini hawafiki ni kwa sababu ya matatizo mbalimbali ambao wanakutana nayo hapo katikati. Na vile vile semina hii imetufumbua macho kwamba kuna sababu mbalimbali zinapelekea watoto hawa kufanyaje kudondoka. Sababu ya kwanza ikiwa ni mazingira magumu au mbali kutoka nyumbani, lakini pia vile vile vishawishi ama kutokuwa na mwamko wa elimu kwa baadhi ya jamii, lakini pia vile vile watoto hasa wenye ulemavu, na watoto walemavu wanashindwa kufika shuleni kulingana na miundombinu wezeshi ya kuwafanya wasome kwa bidii ama wafikie malengo yao kielimu. Kwa hiyo vile vile tukajadili mbinu mbalimbali za kuweza kuwarudisha ama kuwapa moyo ama kupata ule mdondoko, na namna gani ya kufanyia kazi na kushirikisha jamii, wazazi, pia uongozi wa shule kutambua namna gani wale watoto waweze kurudi shuleni. Kwa hiyo maarifa ambayo nimeyapata nitaenda kuyatumia pamoja na viongozi na wadau mbalimbali wa elimu ili kurejesha hali ile ya mdondoko shuleni isiweze kuwa kubwa na isiweze kuathiri maendeleo ya kielimu kwa watoto na jamii kwa ujumla. Asante. Kwa majina naitwa Mwajima Idrisa Mwaokoka, ni mwenyekiti wa shule ya msingi Msika Tuliani. Nimekuja hapa kupata darasa la elimu jumuishi, ambayo ni elimu inayojumuisha wanafunzi wote wanaojiweza na wasiojiweza katika darasa. Na matarajio yangu kwa hiki nilichojifunza hapa, natarajia kwenda kuzidi kutoa elimu ya msingi kule ninapoishi kuhusu watoto walemavu na wasio walemavu, kwamba wote ni kitu kimoja, wapate elimu kwa pamoja. Mimi ni Ali Mohamed Kingwele, ni mkazi wa kijiji cha Komkonga, lakini pia ni mjumbe wa kamati ya shule ya kijiji hicho cha Komkonga. Nimefika hapa kwa ajili ya kuwakilisha shule yangu. Nilichokipokea kwa ajili ya semina hii, nilichokipokea hapa nitaenda kukifanyia kazi pale shuleni ili matatizo ya shule yaweze kupungua kama sio kuisha kabisa. Hivyo natoa shukrani kubwa kwa yote yaliyofanyika, na imani kwamba hakuna mabaya yaliyojitokeza, ila ni mazuri matupu. TRC Mzundu TV, hakika ni kisima cha maarifa. 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 Nikiripoti kutoka viunga hivi vya shule ya sekondari Kabukundani iliyopo kata ya Kabukundani, halmashauri ya wilaya Handeni, mimi Nchisko wa TRC Mzundu TV, Handeni DC.